لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منا وإياكم ألا نكون من أصحاب النار. Ikiwa tunaendelea na darasa yetu ya kitab Al-Wabil Sayyib, tulikuwa bado tupo katika mukaddima wa muallif al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, ambao katika mukaddima huu mukaddima nafi'a na kadhalika ni mufida lilghaya. Tulikuwa kusoma katika maelezo alipokuwa akielezea katika neno zima la al-ubudiyya, baada ya kusoma as-sabr na kuelezea katika zile arkanu as-sabri al-thalatha, kisha tukaendelea katika mfano aliopiga katika kuchukua udhu, kisha tukasimamia katika maelezo katika maneno aliposema walakin farqun adhim baina al-ubudiyyatayn, lakini kuna farqu kubwa, kuna tofauti kubwa baina ya ubudiyya mbili, zile ambazo katika mahbub na pia kadhalika katika makruh. Kisha leo biidhnihi subhana tutaendelea katika huu mukaddima. Kwa mukaddima huu inawezekana Muislamu akaufanyia mihadhara mbalimbali katika huu mukaddima peke yake, katika haya ambayo alimamu ameyataja. Kisha akasema faman kana abdan lillah fil halain, ikiwa kwa yule ambaye ama kwa yule ambaye abdan lillah tamabudu Allah subhanahu wa ta'ala fil halain, katika hali mbili, bimaana kawa na ubudiyya kwa Allah subhanahu wa ta'ala fi sarai wa dharra, katika hali zote mbili hizo, qaiman bihaqqi, aliyakuwa ni mwenye kusimama bihaqihi subhanahu, kwa haki yake, fil makruh, haki ya Allah subhanahu wa ta'ala katika makruh, bimaana katika dharra, katika masaib, wal mahbub, na katika sarra, bimaana kamabudu Allah yule ambaye alikuwa amemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika hali mbili, akasimama katika haki yake ya Allah fil makruh wal mahbub, katika yale ambayo yenye kuchukiza na pia yale ambayo yenye kupendeza, kasimamia katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala katika hali zote hizi mbili. Fadhalika alladhi yatanawaluhu qawluhu ta'ala, basi hiyo au huyo ndiyo ambaye yatanawalu, ambaye amelifanyia kazi au linamhusu yeye maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema alaysa Allahu bikafin abda, hivi yakuwa Mola wako akuwa Allah ni mwenye kumtosha mja wake. Wa fi qira'ati al-ukhra, katika qiraa kingine, bimaana aya hii, sababu tulisema Qur'an al-Karim imeteremshwa kwa herufi
kwa herufi 7. Tushaeleza hii huko nyuma. Qur'ani imeteremshwa kwa ala 7 ahrufi, juu ya herufi 7. Kwa aya hii inasomwa alaysa Allahu bikafin abda, inasomwa hivyo na imesomwa hivyo na baadhi ya qurra. Na pia vile vile wa fi alqira'ati al-ukhra, na katika usomaji mwingineo imesomwa hivi alaysa Allahu bikafin ibadahu. Ikiwa alaysa Allahu bikafin abda, akuwa Mola wako ni mwenye kumtosha mja wake. Bimaana kwa tafsiri abda akikusudiwa mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam, bimaana kwa yale ambayo walikuwa wakimfanyia wale Quraish, kini mtume yeye akuacha kuwa ni kuwa na ubudia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa Allah kawa anamtosha. Na katika hii qiraa nyingine alaysa Allahu bikafin ibadahu, kwamba kwa Allah ni mwenye kuwatosha waja wake. Kwa hiyo waja wake sasa ni wale waja ambao wamekuwa na ubudia katika dharra na pia kadhalika katika sarra. Hawa Allah subhanahu wa ta'ala anawatosha katika fi dharrai wa fi sarra. Hii yote nasoma hivyo aya hii, na hizi riwaya zimethibiti zote mbili. Alaysa Allahu bikafin abdahu wa fi alqira'ati al-ukhra alaysa Allahu bikafin ibadahu, kwamba kuwa Allah hivi, je, kuwa Allah mwenye kumtosha mja wake? Kweli Allah alimtosha mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam na vile vitimbi, na pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ni pia ni mwenye kuwatosha ibadahu, waja wake ambao wanakuwa na ubudia katika dharrai na pia kadhalika katika sarra. Kisha akasema wa huma sawa. Na hii kusoma alaysa Allahu bikafin abdahu na alaysa Allahu bikafin ibadahu, hizi qiraa mbili au usomaji huu ni sawa sawa, kwamba Allah ni mwenye kumtosha mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam, na pia vile vile Allah ni mwenye kuwatosha waja wake ambao wanakuwa na ubudia fi sarrai wa dharra. Wanaabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika hali mbili, katika wakati wa matatizo fil masaib, na pia kadhalika katika wakati wa sarra, wakiwa na furaha, wakiwa na neema, wanaabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa wote Allah anawatosha subhanahu wa ta'ala. Ndio akasema al-Imam wa huma sawa, hizi zote ni sawa sawa. Li anna al-mufrad mudhaf, kwa sababu hii ni mufrad mudhaf, fayaumu umum al-jam', inaenea ule ueneaji wa kiujumla wa kijamu wa ujumla. Allah aliposema alaysa Allahu bikafin abda, kwamba hii abda imeegemezwa ni mmoja, lakini inaenea kwamba Allah ni mwenye kuwatosha waja wote subhanahu wa ta'ala. Kwa aya hii inakuwa ni kama kwa ambao katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao wanaabudu Allah katika dharra na pia katika sara, wanakuwa na ubudia, bimaana utiifu na unyenyekevu katika hali zote mbili. Wafahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawatosha yeye, kwamba Allah yuko nao subhanahu wa ta'ala. Kisha akaendelea akataja maneno ambapo pia maneno adhima, akasema fal kifayatu atamma, kutosha au kutoshelezeshwa ambako ni kulikotimia, kuliko kamili, ma'al ubudiyati tamma, pamoja na utiifu na unyenyekevu uliokuwa kamilifu. Anakitaka Allah akupe ile kifaya, akutoshelezeshe wewe utoshelezaji ambao umekamilika, ni pamoja na ubudia tamma, na ule utiifu na unyenyekevu uliokamilika. Utapata kamilifu, bi maana wewe ukifanya kamilifu, ikiwa kamili, basi na pia vile vile Allah atakupa kamili subhanahu wa ta'ala. Wanaqiswa ma'a naqiswa, na upungufu pamoja na upungufu, bi maana wewe ukafanya ubudia katika sarra, kini katika dharra ukafanya lakini kwa upungufu, au katika dharra usio na ubudia, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa katika ile katika sarra peke yake. Na akataja maneno haya, kisha hii fal kifayatu tamma ma'al ubudiyati tamma, na wanaqiswa ma'a naqiswa, ani maneno al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Kisha baada kutaja maneno haya kwamba ikiwa mwanadamu atafanya al-ubudiyya ambaye ni kamilifu, afahamu kwamba atakuja kulipwa malipo yalikuwa kamilifu. Kifaya tamma itamtosheleza yeye
ikiwa atafanya ule ukamilifu ule ukamilika katika ubudiyya, atakuja kulipwa ukamilifu katika ubudiyya. Na ikiwa kuna mapungufu, na yatalipa mapungufu. Kisha kaweka hadithi ambayo ni thabit, ambayo ni sehemu ya hadithi ya Abi Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu, sahabi al-jalil, ambayo hadithi hii ni hadithi adhim ambayo ipo katika 40 an-Nawawi, katika zile hadithu al-Quds. Hadithu al-Quds, Allah anasema ya ibadi. Hadithu al-Qudsi ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema yeye, lakini maana anaitoa mtume wetu Muhammad na tafsiri yake. Lakini Allah anasema ya ibadi katika hadithi hii, inni haramtu dhulma ala nafsi. Inaanza hivyo hadithi, kwa mimi nimejiharamishia dhulma katika nafsi yangu. Waj'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu, na nikaifanya hii dhulma baina yenu nyinyi waja wangu kwa ni haramu. Fala tadhalamu, basi msidhulumiane. Fala tadhalamu hiyo ni fi'lu musharaka, yani hawa wasiwadhulumu hawa na hawa wasiwadhulumu hawa. Allah kajaramishia dhulma, na kuna kudhulumu. Dhulma kubwa ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni katika dhulma, kumshirikisha Allah jalla wa ala. Allah kanukuu ile Luqman al-Hakim, katika waja wema alayhi salatu wassalam, alipokuwa akimnasii, akimpa usia mwanae katika sura Luqman, imekuja peji nzima kabisa. Na Allah kanukuu akaweka, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim. Zile ule wasia wake, mmoja katika wanachuoni ambaye ni shekhi wangu Allah mhifadhi, ametoa fawaid katika zile ayat katika kisa cha Luqman na mtoto wake. Akatoa kitabu, na mimi niko nacho, akakiita fawaid mustanbata min qissat Luqman alayhi salatu wassalam. Kwa dhulma kubwa ni al-ishraku billah, kwamba mwambie usimshirikishe Allah, inna shirka la dhulmun adhim. Kikashirki ni dhulma kubwa, na dhulma maana yake ni kuweka kitu mahala sio paki, kuweka kitu mahala sio paki. Na pia dhulma ni kudhulumu mja, kumdhulumu mja mwingine, au mja kuidhulumu nafsi yake. Kwa katika hadithi hii ni kipande cha hadithi ambayo ni sahihi, ametoa al-Imam Muslim, na pia kadhalika al-Imam al-Bukhari katika kitabu chake al-Adab al-Mufrad. Imam Bukhari na vitabu wanavyo, na tunafahamu wengi ile sahihu al-Bukhari, sahihu al-Bukhari al-Jami', lakini na kitabu kingine kinaitwa al-Adab al-Mufrad. Ni kitabu cha hadithi, ameweka athari za sahaba na ahadithi pia kadhalika, ni mujallad inaitwa al-Adab al-Mufrad. Hadithi hii katika kitabu hicho pia ipo. Na pia vile vile ameipokea hadithi ya Imam al-Hakim katika aima al-Hakim katika kitabu chake kinaitwa al-Mustadrak, hadithi sahihi. Kwa mwisho wa hadithi hii, katika baada ya ibadi zimekuja ya ibadi nyingi, ya ibadi ya ibadi. Kisha mwisho Allah akasema kwamba haya ndo matendo yenu, akasema haya ndo matendo yenu. Faman wajada khairan, basi ambaye atakuta khairi katika ile matendo yake, akakuta khairi, falyahmadillah, basi amhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, amshukuru Allah, alhamdulillah. Ni wala ukuta khairi, usiseme kwamba mimi bana ujanja wangu, la, muhimidi Allah jalla wa ala. Falyahmadillah, amhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndio iko hivyo, ni wewe ukiwa Allah hata katika hii dunia kujalia upata khairi mbalimbali, muhimidi Allah jalla wa ala. Haina maana kwamba wewe akili sana au wewe mjanja sana, la. Ndio maana tokana sana tukariri maneno kusema la haula wala quwwata illa billah. Hii ni katika kanzu min kunuzil janna, la haula wala quwwata illa billah. Maneno hao yakariri sana, hakuna ujanja wala nguvu isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii tawfiki ya Allah jalla wa ala. Kwa mtume Allah anasema faman wajada khairan, yoyote atakayekuta khairi katika ile siku ya kiyama, yaumul akhirah au yaumut tanad, falyahmadillah, amhimidi Allah subhanahu, aseme alhamdulillah. Yeye kuta khairi, waman wajada khairan, na hii ndio fal kifayatu tamma ma'al ubudiyya tamma. Hii ndio kigawanyo, hii kipande cha hadithi cha mwanzo, yakona kipande cha mwanzo hiki. Hii faman wajada khairan falyahmadillah, inakuwa fal kifayatu tamma ma'al ubudiyyati tamma. Kwa akifanya ile atatoshelezwa kulikuwa kamili pamoja na ubudiyya ulikuwa kamili. Wa falyahmadillah. Ichapili wa naqisatu ma'a naqisa, wa man wajada ghaira dhalika,
Ama yule ambaye atakayekuta kinyume na khairi, bimaana hajakuta khairi, amekuta shari, Allah tukinge na hii, atujalie subhana bimannihi wa fadli tukute khairi kule. Kwa atakayekuta waman wajada ghaira dhalik, atakayekuta kinyume na khairi, fala yalumanna illa nafsahu, asilaumu isipokuwa nafsi yake. Kwa yote atakayekuta shari, amekuta kwa Allah kuna shari, hakuna khairi, basi hakuna asimlaumu mtu yote isipokuwa atakana ilaumu nafsi yake. Kwa hii ndo dalili ya haya maneno, falkifayatu tamma ma'a al-ubudiyyati tamma wan naqisatu ma'a an-naqisa. Kwa kule kutoshelezwa kuliko kamilifu pamoja na ubudia ile kuwa kamilifu, na mapungufu ma'a an-naqisa, basi mapungufu pamoja na mapungufu. Kwa hiyo sehemu kuna upungufu, basi yeye alifanya upungufu. Kisha akasema wa haula, hawa ambao wanakuwa wanaabudu Allah, wanakuwa na ubudiyya katika dharra na sarra, hum ibaduhu, wao ndo waja wake Allah, alladhina, waja ambao laysa liaduwihi alaihim sultana, hana kwa wao waja hao adui wao ambao ni ibilisi, kwa wao sultana, ana nguvu kwamba hawezi kuwamiliki, hawezi kuwaongoza au hawezi kuwapoteza. Allah anasema al-Imam wa haula, na hao hum ibaduhu, wao ndio waja ambao, alladhin hum ibaduhu, wao ndio waja wake Allah, alladhina, waja ambao laysa liaduwihi, hana adui wao ambaye ni ibilisi. Ibilisi ni adui jamani. Allah anasema katika sura Fatir, inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, kika shaytani kwenu nyinyi adui, tena adui wa wazi kabisa. Katika imani aya 3 au aya 4, aya mwanzo inasema ya ayuhan nas ya fala taghurannakum, aya inayofuata inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, kika shaytani kwenu nyinyi adui, basi mfanyeni kuwa ni adui. Inma yadu hizbahu liyakunu min ashabi sa'id, kasi vinginevyo analingania kundi lake ili liwe katika watu wa motoni. Kwa nasema kwamba al-Imam wa haula, na hawa wenye sifa hizi ya ubudiyya fi dharra'i wa sarra, hum ibaduhu, wao ndo waja wake Allah, alladhina, waja ambao laysa liaduwihi alaihim sultana, ana adui wao kwa wao sultana, ana ile sulta, ana nguvu au hawezi kuwaongoza hao au hawezi kuwamiliki. Kwamba shaitani kwa wao waja hao ambao wana ubudiyya fi sarra na dharra, shaitani ana chochote kwa wao, ana sulta, ana ile uongozi kwa wao, isipokuwa Allah akawatosheleza hawa. Allah tujalie kuwa miongoni mwa hao, Allahumma ja'alna minhum. Kisha akatoa aya, Allah anasema, qala Allah ta'ala, Allah amesema katika suratul Hijri, inna ibadi, hakika waja wangu mimi, laisa laka alayhim sultan, huna wewe kwa wao sultan, una sulta, una uongozi kwa wao, bimaana huwezi kuwadhuru chochote. Sultani maana yake ni ile kudra, una nguvu kwa wao au una uwezo kwa wao wa kuwapoteza au kuwadanganya kwa chochote. Inna ibadi laisa laka alayhim sultan, hakika waja wangu mimi, laisa laka, huna wewe Iblis, al-la'in alayhim, kwa wao sultan, huna uongozi, huwezi kuwaongoza, huwezi kuwapotosha waja wangu. Katika aya hii, wakati na napitia katika tafsiri, katika moja tafsiri al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, akataja qiswa, akataja hadithi ambayo ni thabit, hadithi sahihi. Baada ya kuitafsiri aya hii, akanukuu maneno ya al-Imam Tabari rahimahullahu ta'ala, alipokuwa Imam Tabari katika tafsiri yake, alipokuwa kitafsiri aya hii. Kwa ile hadithi nileka azma kwamba tukifika katika aya hii tuisoma, sababu ina faida, tupatie faida, tutafaidika kwa hadithi hii. Al-Imam Ibn Kathir akasema hivi alipokuwa kitafsiri aya hii, akasema waqad awrada Ibn Jarir, na ameleta Ibn Jarir Tabari, huyu ni aimma, ni imamul mufassirin, katika tafsiri yake anasema waqad awrada Ibn Jarir, na ameleta Ibn Jarir huna katika aya hii,
hii tulisoma, inna ibadi laisa laka alayhim sultan. Allah alipomwambia Ibilisi al-la'in, hakika waja wangu laisa laka alayhim sultan, una wewe Ibilisi kwa wao sultan, una nguvu, una uwezo. Sasa al-Imam Ibn Jarir Tabari rahimahullahu ta'ala alipokuwa kitafsiri aya hii akaleta kisa, akasema hivi, ambapo kisa hicho anasimulia al-Imam Ibn Kathir katika tafsiri yake. Anasema ambapo kisa hicho kutoka kwa tabi'i anaitwa Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, na yeye katoa hii kisa kutoka kwa Abdullah ibn Mawhib. Anasema Yazid bin Qusayt qala, Yazid bin Qusayt amesema kanatil anbiya, walikuwa manabii. Sababu manabii wako wengi kuliko mitume, na kuna kanuni kwamba sio kila nabii ni mtume, si kila nabii ni mtume, lakini kila mtume ni nabii. Laisa kullu nabii rasul, walakin kullu rasul nabii. Sio kila nabii anakuwa ni mtume, kuna anakuwa nabii basi. Na hao walikuwa kwa wengi takriban 300 na. Sasa walikuwa manabii sio mitume. Kanatil anbiya, walikuwa manabii, yakunu lahum masajid kharij min qurahu, walikuwa wanakuwa na msikiti sehemu ya nje katika mji wao. Mathalan anaishi Dar es Salaam hapa nabii, mfano anajenga msikiti katika nje ya mji, kajenga msikiti mathalan nje ya mji kabisa huko, utakwenda mfano ni huko Kisewe, Mbande Kisewe, anajenga msikiti kule nje ya mji huko. Anasema kanatil anbiya yakunu lahum masajid kharij min qurahu, wanajenga wanakuwa na misikiti nje katika miji yao. Fa idha arada an-nabii, pindi akitaka nabii, ayastambi rabbi an shay, akitaka kumwambia Allah subhanahu chochote, ana habari yake na jambo lake anataka kunongona na Allah subhanahu wa ta'ala, kharaja ila masjidihi, alikuwa anatoka katika mji wake anakwenda katika ule msikiti aliojenga nje ya mji. Ulikuwa na utaratibu wao kwa hivyo, wanajenga msikiti nje ya mji ikiwa ana jambo anataka kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala, sababu nje ya mji kuna kumepoa, wanaenda katika ule msikiti aliojenga. Fa sallama kataba Allahu la, akishafika katika ule msikiti anaswali zile rakaa ambazo Allah amemkadiria kuswali, anaziswali rakaa, anakuwa anaswali rakaa ambazo Allah amemwandikia anaziswali. Kisha akimaliza kuswali, thumma sa'ala ma badala, kisha akishamaliza anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, anamuomba Allah lile jambo ambalo yeye kaliazimia. Na hii ni nzuri kwa sisi pia, tunapata funzo. Ikiwa wewe una jambo lako, kwa sababu kuna baadhi ya sehemu ambazo ukiomba dua inakuwa ni mustajabu. Mfano ukiwa katika ile sehemu ya Arafa, na kuna baadhi pia ya nyakati, mfano katika ile thuluthul akhir, ile thuluthi ya mwisho wa usiku, ukimuomba Allah kwa yakini kabisa, Allah anakupa subhanahu wa ta'ala. Mfano ukiwa Arafa ukiomba Allah anakupa. Mimi katika wakati nafanya hija yangu mimi nilimuomba Allah subhanahu, kuna mambo Allah nilimuomba sana nikiwa katika viwanja katika ule mlima wa Arafa, katika ile Arafa, katika ile Arafat. Kwa baada ya kuomba kule, sababu niliomba khairi za dunia na akhera, na ukiomba omba duniani, omba na akhera. Usiombe akhera peke yake, omba hapa duniani pia, Allah akutengenezee mambo yakae vizuri duniani hapa. Muombe Allah, fanya sababu Allah akupe gari, omba vitu hivyo, upate nyumba nzuri, omba Allah akuruzuku vitu hivyo. Yale bana Allah ni pia ni vae kanzu nzuri, omba hivyo. Sio ile zuhudi ambayo haitokufaa kwa chochote, itakuletea matatizo baadaye mbeleni. Ile zuhudi ambayo inakuwa ni jari, inakuwa ni ujinga, kavaa nguo chanzu zimeviraka viraka, usifanye hivyo. Omba Allah akutengenezee dunia yako na akhera yako. Yale niliyoomba nikiwa Arafat, baada ya mimi kuja huku sasa, nikaenda pia, nimekwenda pia. Kwa hiyo baada ya kuja huku, Allah subhanahu wa ta'ala yale nilimuomba kule ananipa. Yale nilimuomba kule naona Allah anifungulia. Na kweli nayaona kwa yakini kabisa. Kwa Allah niliomba kadha, niliomba kuna moja niliomba na niliona Allah ananipa. Ipokuwa la mwanzo alinipa kama lile, Allah akachukua, akanipa lile lile tena, Allah subhanahu wa ta'ala amenipa. Kuna mengineyo tena Allah anazidi kunifungulia subhanahu wa ta'ala. Kwa wewe ikifika theluthi ya mwisho wa usiku, inuka uombe. Lakini ukiomba dua pia kanuni yake ifanya sababu. Weka, yani usiombe fukao unakuwa unalala tu. Shaomba na Allah nijalie nipate gari. Shafika ile asubuhi swali fajiri, rauka.
kuna kwenye sababu muombe Allah. Allah anakupa gari, billahi alaykum, Allah anakupa gari wewe bana, Allah nijalie pate nyumba, mkimwema fanya sababu zile. Lakini sio unaomba hiyo afu unakuwa umelala, unalala mpaka unaamka unaswali, tunakuja unalala. Usifanye hivyo. Ukiomba ala fanya, weka sababu. Kuna nabii kisha yeye anakwenda katika msikiti pembeni katika nje ya mji, anaswali kisha anaomba Allah subhanahu wa ta'ala. Fabaina nabiyyu fi masjidihi, wakati nabii yupo katika msikiti wake. Hii athara anataja al-Imam Ibn Kathir fi tafsiri, alipokuwa kitafsiri suratul Hijr, ananukuu kutoka kwa Ibn Jarir Tabari. Ibn Jarir Tabari ni imamu wa fasiri ya Qur'an. Amezaliwa, ni imamu wa zamani, amezaliwa mwaka wa 200 na kafa mwaka wa 310 Hijria. Ni wa zamani sana. Sababu tukisoma hii tunataja wale hao ni watu wa zamani, ni maaima, tena ni hufadh. Na huyu alikuwa ni mtu wa tarehe pia vile vile. Ana kitabu ameandika kinaitwa Tarikhul Umam wal Muluk. Tarikhul Umam wal Muluk. Kwa tafsiri yake mimi niko nayo, Ibn Kathir niko nayo, mijalladi yake niko nayo nyumbani katika maktaba yangu. Ibn Kathir mara nyingi Tabari naitumia kwenye simu. Simu na download na kuwa nasoma. Kama nikiwa naandalia darasa hapa nakuwa naipitia. Kwa baada ya kupita nikatizama, nilikuwa nikipitia sana tafsiri Tabari, Ibn Kathir, al-Imam al-Qurtubi. Kwa nikaona hiki kisa, nikasema hiki ngoja nikawape. Sababu nikaona nisifiche, sababu mimi nikisoma nikaanza kifahamu alhamdulillah. Kwa nikasema wazee wangu, mashekhe zangu, nisinani niwape na hii pia itawafaa. Kwa wakati nabii yupo katika hali hiyo, anamuomba Allah, anaanza kuswali, akanaomba Allah subhanahu wa ta'ala fi masjidihi, katika ule msikiti wake. Ijaa aduullah, muda ule tu anakuja adui wa Allah, yani Iblis. Katika Madina naomba Iblis anakuja pale, hatta jalasa bainahu wa baina alqibla, paka ule Iblis anakaa baina ya ule nabii na baina ya qibla. Nabii anaomba mathalan qibla si huku, nabii amekaa anaomba dua, yule Iblis anakuja anakaa hapa baina hapa karibu na qibla, anamtizama yule, anakaa mbele yake, akai nyuma, anakaa mbele yake, amtie tashwishi nabii yule Iblis al-ain ar-rajim. Iblis anakuja, faqala an-nabii, sasa nabii wakati anaomba Iblis kaja akakaa mbele, nabii akamuona Iblis, nabii akamuona Iblis, faqala an-nabii, Iblis akasema a'udhu billahi minash shaitani ar-rajim, a'udhu billahi minash shaitani ar-rajim, najikinga kwa Allah kutokana na shaitani rajim ulofukuzwa katika rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anatamka maneno yale, faqala aduullah, sababu kutamka maneno haya adui wa Allah akamwambia hivi Iblis, sababu Iblis alikuwa na ilmu. Fahamu, Iblis alikuwa na ilmu. Iblis aliishi na malaika. Iblis aliishi na malaika. Yeye hakuwa malaika, alikuwa ni jini. Usio kama wale kufari wale manaswara wa Kristo wanasema wale Ibilisi, wanasema ni malaika muasi. Ile maneno ya kufuru. Achana na zile itikadi zao ni fasida. Wanaitakidi vile. Hawa manaswara ambao ni makufari wanasema kwamba Ibilisi ni malaika muasi. Lakini Ibilisi hakuwa malaika. Katika suratul Kahfi Allah anataja alipokataa ile amri, Allah anasema kana fafasaka an amri rabbi wa kana minal jinni, alikuwa katika majini, hakuwa katika malaika wala hakuwa katika wanadamu, katika jini, katika majini Ibilisi. Kwa Ibilisi amekaa, nabii baada ya kumuona akasema a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sasa tunataka tuseme sana maneno a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Na huyu Ibilisi anaweza kanya, ni kweli katika swala yako wewe inawezekana ukaswala, Ibilisi anakuja kwenye swala, anakutia tashwishi, na imethibiti kwamba ukiona hali hiyo utakahifadhi kwa Allah na huyo Ibilisi. Kisha tema upande wa kushoto, tema vinani mara 3. Imekuja hadithi ambayo ni thabiti. Anakuja paka mtu akiwa amelala na mjie Ibilisi. Sababu Ibilisi anapita katika mapito yako ya damu, katika hizi kapila hizi mishipa ya damu anapita Ibilisi. Allah akampa hiyo uwezo huo. Kwa alivyosema maneno haya Ibilisi akasema araaita alladhina ta'awadhu min. Muona anaanza kumtia wasiwasi, ile shaka, anamwambia araaita alladhi ta'awadha min. Je, ushamuona huyu ambaye wewe unajikinga naye? Huyu ambaye wewe unajikinga naye ushamuona wewe? Fahuwa yeye ndo huyo. Fahuwa hu. Mfano unaweza kumwambia mtu, ukamuuliza mtu, bana wewe ni wewe? Ukamwambia fa anta. Ukamwambia bana fa anta, akamwambia naam ana. Fa anta. Je, wewe ni wewe? Ndio hii fahuwa hu. Je, yeye ndo yeye? Je, ushamuona huyu ambaye ta'awadha min, wewe unajikinga naye? Fahuwa hu, yeye ndo yeye. Huyo unajikinga naye ndo yeye huyo. Ibilisi anamwambia huyu nabii, ni nabii
Sasa sikwambii kina sisi. Huyu nabii kamjia akamfuata huko alipo. Si amejitenga pembeni akamfuata kule alipo yeye. Akamwambia faqala an-nabii. Ala Ibilisi kusema maneno haya nabii akasema a'udhu billahi minashaitani rajim. Tena kinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala faraddada dhalika 3 marrat. Akarejea maneno haya a'udhu billahi minashaitani rajim, akarejea mara 3. Akarejea mara ngapi? Mara 3. Faqala aduullah. Baada ya kurejea Ibilisi yuko yule amwachi yuko naye pale. Akasema adui wa Allah, akhbirni bi ayi shay'in tanju minni. Kaambia akhbirni, niambie mimi, nipe habari mimi bi ayi shay, kwa kitu gani tanju minni, ambacho unachoweza kupitia kitu hicho ukaokoka na mimi, ukasalimika na mimi. Hebu niambie kitu ambacho wewe utaweza ukifanya kitu hicho ukaokoka na mimi. Yaani ukawa mimi kwa kweli ukasalimika na mimi, ukaokoka na mimi. Niambie hicho kitu. Ibilisi anamwambia yule nabii. Faqala an-nabii. Nabii akamwambia Ibilisi, bal akhbirni bi ayi shay'in taghlibu ibn adam marratayn. Nabii akamwambia Ibilisi, na wewe nipe habari mimi bi ayi shay'in, kwa kitu gani taghlibu ibn adam, ambacho wewe unamshinda kwa kitu hicho mwanadamu. Kitu gani ambacho wewe mwanadamu huo unamshinda marratayn, yani vitu viwili. Nitajie ambavyo wewe kwa vitu hivyo unakuwa wewe unamshinda mwanadamu. Yeye akamwambia kitu gani? Ibilisi akamwambia kwamba kitu gani ambacho unaweza kusalimika na mimi. Nabii akamwambia kitu gani pia nipe mimi habari pia kwa kitu gani ambacho wewe unamshinda mwanadamu, vitu viwili ambavyo kupitia vitu hivyo mwanadamu unakuwa unamshinda. Kwa kila mmoja akamwambia mwenzake bana, kamuuliza na yeye akafanyaje? Na uslubu upo. Hata katika Qur'ani Allah akapiga uslubu huu. Kwa hiyo usione ajabu kamuuliza mtu naye akakuuliza. Simwambie bana anajua Tanzania, sio Tanzania. Bwana anajua Tanzania bana wabongo. Allah aliuliza moto. Yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti taqulu hal min mazid. Allah anasema siku ambayo tuliwaambia moto hal imtala'ti, je umejaa? Moto ndio kauliza wataqulu hal min mazid, je kuna ziada? Hili ni swali. Kwa swali na swali jibu linapatikana. Kwa huyu nabii Ibilisi kamuuliza kwamba wewe kitu gani unaweza kuokoka na mimi? Na pia vile vile nabii akamuuliza Ibilisi kwamba wewe kwa vitu gani ambavyo wewe unawapoteza wanadamu ibn adam. Kisha faqala nabii akasema inna Allah ta'ala yaqul, nabii anamwambia Ibilisi kika Allah anasema inna ibadi laysa laka alayhim sultanun illa man ittabaka min alghawin, hakika waja wangu mimi. Allah anasema, nabii anamwambia Ibilisi hakika Allah anasema inna ibadi, hakika waja wangu laysa laka alayhim sultan, una wewe kwa wao sultan, una ile sulta, una uwezo. Wale waja wangu ambao wanakuwa na ubudia katika dharra na sarra, wewe una uwezo kwa waja wao, illa isipokuwa utakuwa na uwezo nao, utakuwa na ile sulta, illa man ittaba'aka min alghawin, isipokuwa wale ambao wamekufuata wewe, wale waliopotea, walikuwa katika ghawi, ambao wameijua haki wakaikataa, katika Mayahudi na wengineo katika Waislamu wako ambao ni ghawin. Allah tukingi tusio katika ghawin, tusio katika alghawin. Kwa hawa akamwambia hawa illa man ittaba'aka, isipokuwa utakuwa na sulta, utakuwa na uongozi na uwezo kuwapoteza wale ambao watakufuata wewe, min alghawin, katika wale waliopotea. Katika ghawi ni yule ambaye arafa alhaqa wa ankara au lam yattaba, ambaye amejua haki akaipinga wala kuifuata. Huyu ni ghawi. Kinyume chake ni hadi amejua haki akaifuata na akaifanyia kazi. Sasa wale ambao wamejua haki wakaikataa, hao ndio utakuwa nao wao. Kamsomea aya, kumsomea nani? Kumsomea Ibilisi, aduullah. Qala aduullah, adui wa Allah akasema kumwambia nabii, qad sami'tu hadha qabla an tulad, kwa hakika mimi aya hii nimeisikia. Anamwambia nabii Ibilisi aya hii kwa hakika qad sami'tu hadha, nimeisikia aya hii kabla an tulad, kabla wewe hujazaliwa wewe. Na ni kweli, kwa sababu majini wanakaa miaka mingi sana. Majini wanakaa miaka mingi. Sababu Ibilisi katika Sheikh ameleta aya katika surah as-Swadi, kusema fa bi'izzatika la ughyanna ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Na pia alimuomba Allah kwamba amweke muda mrefu. Allah akamwambia innaka minal mundhirin, wewe ni katika wale utakaa muda mrefu. Wanakaa muda mrefu sana.
Kwa anamwambia aya hii mimi nimesikia kabla hujazaliwa wewe. Wewe kabla hujazaliwa mimi aya hii nishaisikia. Qala nabii akaendelea tena. Nabii akasema aya inayofuata baada ya hii, inna ibadi laysa laka alayhim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawi. Akamwambia nimesikia aya hii kabla hujazaliwa. Nataka kumdogesha yule. Nabii yeye akurudi nyuma. Ya kugive up nabii. Akamwambia Allah amesema wa yaqulu Allah, na Allah anasema wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazgh fasta'idh billah innahu sami'un alim. Na imma, na wakati wote yanzaghannaka minash shaitani nazgh, atakupata shaitani na yule kukupoteza. Ile nazghu shaitani ni kama shaitani anataka kukupoteza, ile nazghu upotezaji wote wa shaitani kukupata wewe, fasta'idh billah, basi pale mtaki Allah, mtaka kinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu kai Allah sami'un, Allah ni mwenye kusikia sana, tena alim. Allah ni mwenye kusikia sana tena alim, Allah ni mjuzi mno. Kwa hiyo kuona nazghu ya shaitani inakuja, ile wasiwasi wa shaitani ukujia na katika moyo wako, huu utakuwa wasiwasi wa shaitani. Nikaa labda mathalan alfajiri, nimekwenda labda panadhiniwa muda, bana mbona muda bado? Ni dakika 10 bado, mbona tutapumzika bado? Hii nazghu ya nini? Fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. Taka hifadhi kinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kamsomea aya hii, na hii ilikuwa ni radi, anamfanyia radi nani? Huyu aduullah. Wa inni wallah, na hakika yangu mimi namwapia Allah, ma ahsastu bika qat. Nabii anaendelea kumwambia, namwapia Allah, sijakuhisi wewe qat, hata mara moja. Sijapata hapo kuhisi wewe hata mara moja kama unanitia wasiwasi, illa sa'adhtu billahi minka, isipokuwa nilitaka kinga kwa Allah kutoka na wewe. Nilikuwa mimi nikukuhisi tu wewe, namtaka Allah kinga hata mara moja. Qat manake hata mara moja, so siku moja, hata some dakika, nikisikia tu nakuhisi ni wewe, namtaka Allah kinga hata mara moja. Wa inni wallah, kikanguna wapia Allah jalla wa ala, ma ahsastu bika qat, sijapata kukuhisi wewe hata mara moja. Nataka kunitia tashwish ya nazghu ash-shaytan, illa sta'adhtu billahi minka, isipokuwa nilijikinga au nilitaka kinga kwa Allah kutokana na wewe. Mimi nilikuwa niko hivyo. Qala aduullah, Ibilisi akasema, adui wa Allah, sadaqta, umesema kweli. Akamwambia umesema, japokuwa akamwambia umesema kweli, sadaqta, umesema kweli. Bihadha tanju minni, kwa hili sasa wewe utaokoka na mimi. Na hii ni faida, ni faida adhima, au sio? Kwamba kwa hili utaokoka. Kwa hii ni maana sisi katika maisha yetu, huyu bwana tuko naye, kuna vitu ambavyo sisi Allah ni musallatun, Allah ametusatisha navyo, nafsi amara bisu, hawa, na huyu Ibilisi yupo, vitu vyote tuko navyo hivyo. Sasa kinga ya huyu, wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah innahu sami'un alim. Baada ya kumsomea hii akasema, mimi nikiwa nikikuhisi wewe, wallahi wa inni wallahi ma ahsastu bika qattun illa sta'adtu billahi mink, nikijapatapo kuhisi na wapi akikaangu mimi, wallahi namwapia Allah, wallahi billah wa tallah, sijapatapo kuhisi wewe illa nitaka msaada kinga kwa Allah subhana kutokana na wewe. Akasema sadaka, umesema kweli, ni kweli. Bihadha tanju minni, kwa hii tanju minni, utasalimika na mimi. Faqala nabii akasema, akhbirni bi ayi shay'in taghlibu min adam. Ile swali la pili, yeye aliuliza na yeye aliulizwa na yeye akauliza. Sasa baada ya kumwambia hivi, kumjibu yeye huyu Ibilisi kitu ambacho yeye atajikinga nacho, atasalimika nacho, akasema ni kweli utasalimika nacho, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kisha akamwambia, faqala nabii alayhi salatu wassalam, akhbirni, niambie mimi, bi ayi shay'in taghlibu bin adam, kwa kitu gani wewe unamshinda mwanadamu? Kuna vitu ambavyo wewe mwanadamu unakuwa unamshinda, unamchukua unakuwa katika kundi lako, kitu gani niambie? Qala, akasema Ibilisi aduullah. Na hii ndio tushike sana hapo, kama tulivyoshika fasta'idh fa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah innahu sami'un alim. Hii tushike hii, alafu na hii ya pili pia tuishike. Alipomuuliza kitu gani ambacho wewe unawashinda wanadamu, ukishawashinda unakuwa uko nao, akamwambia hivi, qala, asema aduullah akhudhu inda alghadab walhawa,
Mimi nawashinda wanadamu wakati wa ghadhab, wakati wa hasira na wakati wa matamanio. Pale ndio mimi nakuwa na teki naingia. Namkamata mwanadamu akiwa na hasira, mimi namuingia mwanadamu. Ndio mtu akiwa na hasira atafanya mambo ya ajabu kabisa. Maana kwa mwingine ashakuwa na hasira bana, anaweza kufanya mambo yasiyoisha, akaleta vita ambavyo haviishi. Yule shetani kashamuingia pale. Umekuja katika hadithi tunasema akikaa hasira kama na nini na shetani, ndio ni moto umewashwa tumbo mwilini. Kwa mtu akiwa na hasira mwingine shetani ndio anasema mimi namuingia pale. Namchukua mwanadamu inda al-ghadab. Namkaa tu akishapata hasira namuingia. Namchukua pale, namshinda. Anashindwa kuna nini namweza mimi. Na wakati mwingineo pia inda al-ghadab wal hawa. Wakati wa hasira na wakati wa hawa. Shingia hawa matamanio. Pale pale mimi namuingia. Ile hawa ambao hawa ni mbaya, hawa ya nafsi. Wa Allah amesema vibaya hawa ya nafsi. Ile mtu anakuwa na hawa, ni nafsi yake kitu ambacho anakitaka. Yeye kadha angalia, shetani akishaona tukakitamani kitu fulani, anamuingia pale. Allah tupige na hii. Atuhifadhi katika ghadhab, asituingie huyu aduullah inda al-ghadhab wa inda al-hawa, hawa nafsi. Kwa hii kwa tukana na muda inshallah tuishia hapa. Qala Allah Ta'ala inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Na mimi napenda hivi, ni utaratibu napenda. Nikaona hizi aya katika Qur'ani, sitaki kufanya tarjama. Sitaki kufanya tarjama, taingia katika tafsiri za Qur'ani. Tapitia, nikaona kuna faida nafisa kama hii na kuja tunastafid. Au sio bana? Ufidu astafid. Natoa faida na pia na mimi pia vile vile nastafid, napata faida. Kwa tukiona aya tukao tunakwenda hivi. Na unafanya mengi katika darasa zangu nafanya hivi mara nyingi. Kiwa haka hivyo. Kuta aya tunasimama. Tunachukua Tabari, Ibn Kathir, Qurtubi tunasoma. Tunafanya hii ni tafsiri ya Qur'ani, sio tarjama. Tarjama inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Kikawaja wangu una wewe kwa wao sultan. Kiswahili inakuwa ni lugha pungufu. Tuingia kwenye tafsiri yake sasa ndio hii inakuwa wazi zaidi. Kwa kesho inshallah tutaendelea. Walamma alima aduullah iblis anna Allah ta'ala la yuslim ibadahu ilayhi wa la yusallitu alayhim qala fa bi'izzatik. Pia hii tutasimama pia kuna wakafati katika sura hii, katika sura As-Sad na pia vile katika sura As-Saba. Hada wallahu a'lam. Siku swali lolote linafahamika hii. Simamia hapa. Tuombaeni simamia hapa. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan.